wako ya kwamba yakanyamaza, ukarabasi madarabasi. Ndio ninakukaribisha Roho Mtakatifu, ninakukaribisha watoto wako wapate kula na kunywa. Ndio Bwana, ukarabasi ukafanye wewe Bwana. Mimi nikarabasi nipungue, bali nguvu yako ikarabasi. Asante Bwana Yesu, asante Bwana, asante Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Barikiwe kwenye somo la kwanza. Hakika Mungu anajivunia. Haleluya. Somo letu la leo linasema rehema za Mungu, rudi kwa babako. Rehema za Mungu, rudi kwa babako. Rehema za Mungu, rudi kwa babako. Rehema ni nini? Au rehema za Mungu ni zipi? Rehema za Mungu ni huruma, msamaha na fadhila za Mungu ambazo Mungu hatuadhibu kulingana na dhambi zetu au tulivyostahili. Kwa wale wanaoandika nitarudia: ni huruma, ni msamaha na fadhili za Mungu ambazo Mungu hatuadhibu kulingana na dhambi zetu au tulivyostahili. Pia nitasema rehema za Mungu zinaonesha upendo wa Mungu unaotuzuia kuangamia na hudumu milele. Pia hiyo rehema unaweza ukasema ni tabia ya msingi ya Mungu ambayo ni mwingi wa huruma na fadhila. Sijui kama tuko pamoja. Ni tabia ya msingi ya Mungu ambayo ni mwingi wa huruma na fadhila. Na ile nyingine ni upendo wa Mungu unaotuzuia kuangamia na huduma milele. Rehema za Mungu ni zipi? Mungu anapoachilia rehema zake, anataka wewe na mimi, unapoomba rehema unatakiwa uombe kutoka ndani. Usiombe tu rehema kama ukafanya mchezo. Ngoja niwape mfano mmoja. Unaota ndoto ambayo ya kukuangamiza, alafu mtu anasema nimeomba, nimeivunja, lakini inatokea. Kuna wakati unatakiwa unapoingia kwenye rehema, uingie kwenye rehema hata kwa kulia, kwenye rehema kweli kweli, sio rehema tu ile ya kusema kama Mungu amekutendea mambo alafu unasahau. Mungu amekufanyia vitu alafu ni mwepesi wa kusahau. Ukitazama miaka 10 ya nyuma iliyopita, unapotakiwa kumwambia Mungu asante, mtu unakuta anasema asante tu, asante Yesu umenivusha. Wewe unapotakiwa kuingia magotini kwa Mungu, lazima uhakikishe unaomba ndani. Mzungu akiomba anaomba kwa emotional, anaomba kwa hisia ya kumgusa Mungu. Unapoomba rehema ni huruma. Mungu akuhurumie. Mungu anakuhurumiaje kama wewe umelega unaomba tu rehema na toba, rehema na toba, rehema na toba, hivyo hivyo tu rehema na toba. Omba rehema ya kumgusa Mungu. Omba rehema ya ndani kabisa. Omba rehema ya kulia kwa hisia mpaka kumgusa Mungu, jambo lilokuwa nataka kufanyika lisitendeke. Lakini wengi watu utasikia nimetubu, nitaomba msamaha, anaona tu ni jambo rahisi. Lakini kwenye rehema, kuomba huruma ya Mungu, lazima uombe kwa mzigo. Watu wengi wanaomba kavu. Mtu anaomba mkavu kabisa, hana roho ya Mungu, hana upako, anaomba tu mradi lazima aombe. Lazima ujifunze kwenye kuomba, ujue
kuomba kwa hisia, uombe kwa wanasema nini? Uombe kwa kuzama mpaka umguse Mungu. Tukiona katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa 32, sura ya 32 mpaka Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 32 mstari wa 20 mpaka wa 21. Nataka kuwapa kitu kidogo. Pia mfalme huyu alikuwa ni mfalme na alikuwa ni nabii pia, na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba wakalia hata mbinguni, mpaka mbinguni. Naye Bwana, ngoja hapo, sio mtu unapiga tu magoti kuomba ukajua umemaliza kuomba. Kuna kuomba kwa hisia ili kumgusa Mungu. Kuna kuomba kwa kuzama ili kunamgusa Mungu. Kama mfalme Hezekia aliweza kulia, hebu angalia, ni nabii wa Bwana, ni mfalme katika ile nchi, lakini aliomba kwa kulia. Ndio tuendelee mstari wa 21. Ndio, naye Bwana akatuma malaika aliyewakatia mbali mashujaa wote. Hapa Bwana unapomgusa anatuma malaika mmoja, anafyeka kila kazi zote za ibilisi, anafungua kila kwenye lile gumu ambao unaopitia. Inatosha kwa mtumishi. Haleluya. Unapoomba rehema za Mungu utakiwi kuomba kwa mzaha, utakiwi kuomba tu kwa kukaa, kwa kusinzia. Unamwomba mtu huruma yake ingie kwako. Jiulize, wewe ni nani unaostahili ile huruma? Wewe ni nani unaostahili ule msamaha? Lazima uguse moyo wa Mungu ili Mungu afanye kazi na wewe. Haleluya, haleluya, halo, halo. Twende tusome kitabu cha Luka 15 mstari wa 17. Luka 15:17. Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 17. Ndio. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu? Anaona watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Huyu anaona mateso tu mbele yake. Huyu anaona shida tu zimejaa mbele yake. Yamkini huduma inakusumbua, yamkini ugonjwa unakusumbua, yamkini uchumi unakusumbua, yamkini elimu yako ni shida, kazi yako ni shida, mateso yako kwako. Rudi kwa Mungu, yeye ndiye ana majibu yako. Mwangalie Mungu ili aweze kufanya kazi na wewe. Usipomwangalia Mungu huwezi kusogea. Niliposikia somo la kwanza nilicheka sana. Nikajua huyu ni Mungu anaosema na mtumishi wake. Haleluya. Watu wengi wamekata tamaa. Kwa nini unakata tamaa na kati Mungu wako ni mkubwa? Safari bado hatujaimaliza. Rudi kwa Mungu, mwangalie Mungu ili afanye kazi na wewe. Mungu anapofanya kazi na wewe kila kitu kinanyooka. Nishai kuambia, ulizaliwa peke yako na utaondoka peke yako. Watu wengi huwa hatumwangalii Mungu, tunamwangalia mtu. Kwa nini umwangalie mtu na kati mtendaji kazi mwenyewe yupo? Tani nilishafundisha. Watu wengi wanakuwa wako busy na huduma kushinda na mwenye huduma mwenyewe. Halo? Halo? Rudi kwa Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Pale ulipokwama sasa ndio uanze kuongoza mwendo. Ndio
kuangalia tu kwamba hakuna wachungaji pale, kanisa linakufa, kanisa alifanya hivi. Wewe utadaiwa, wewe ni mtumishi, wewe unatumika, wewe umepewa karama, wewe umepewa nguvu na Mungu. Kwa nini usiitumie? Rudi kwa Mungu akutengeneze upya. Rudi kwa Mungu ufanye kazi ya Mungu inaustahili. Wenzetu wameshatangulia, tumeambiwa wamebadilisha passport. Wewe je, utabadilisha passport au utabadilisha nini? Rudi, fanya kazi ya Mungu. Rudi kwa baba yako. Acha kuumia moyo, acha kuangalia tu ni siwezi. Mungu anasubiri wewe useme ndio afanye. Kuna wakati Mungu hafanyi mpaka wewe useme. Lazima uombe, lazima ulie, lazima uingie kwenye rehema iliyokuwa deep, ili Mungu akwambie sasa hatua zako ni hizi hapa. Haleluya. Ninaomba msomaji unisomee Malaki 3 kuanzia 6 mpaka 7. Kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 6 na wa 7. Ndio. Kwa kuwa mimi Bwana, Bwana anasema nao sasa. Sina kigeugeu. Mungu si wa kigeugeu kama mwanadamu. Mwanadamu ni kigeugeu, lakini Mungu ni amenyooka. Akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Haleluya. Ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa. Enyi wana wa Yakobo. Tokea siku za baba zenu. Mmegeuka upande. Mmegeuka shingo ngumu za watu. Hazitaki kufanya kazi ya Mungu. Alafu anataka Mungu aachilie baraka. Atakuachilia vipi wewe? Kama wewe mwenyewe hutaki kukubali kile kitu ambacho umepewa ndani yako. Kama wewe mwenyewe hutaki kufanya kazi ya Mungu, Mungu atasimama vipi? Ndio. Mkayaacha maagizo yangu. Ndio. Wala hamkuyashika. Ndio. Nirudieni mimi, Baba yenu wa mbinguni. Mungu anataka utengeneze naye kwa upya. Pale ulipokosea, pale uliporudi nyuma, geuka. Ewe mwanadamu, geuka. Rudi kwa baba yako. Rudi uanze upya. Ndio. Nami nitawarudia ninyi. Asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Ndio watu wanajiuliza maswali. Tunarudi vipi pale mchungaji hayupo? Tunaendaje kanisani pale? Hatuoni kiongozi. Ni sawa, wote tuna maumivu, lakini lazima safari iendelee. Utaulizwa na Bwana. Hujaambiwa ukatishe pale ulipofikia. Eliya alimaliza kazi, akaacha kazi. Tunaona watumishi kibao kwenye maandiko wameacha kazi, wamemaliza kazi, wakaziacha zikaendelea. Haleluya. Mwangalie, mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Acha kutazama wanadamu. Rudi kwa Mungu afanye kazi na wewe, akutazame kwa upya, akuinue kwa upya, akuimarishe kwa upya unaporudi nyumbani kwa baba yako. Haleluya. Haleluya. Naomba tusome Yoeli 2 mstari wa 12 mpaka 13. Tunaenda kumalizia. Yoeli 2:12 mpaka 13. Kitabu cha nabii Yoeli
sura ya 2 mstari wa 12 na wa 13. Ndio. Lakini hata sasa, ndio, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Na kwa kufunga. Na kwa kufunga. Na kwa kulia. Na kwa kulia. Na kwa kuomboleza. Na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu. Rarueni mioyo yenu. Wala si mavazi yenu. Wala si mavazi yenu. Mkamrudie Bwana. Mkamrudie Bwana Mungu wenu. Mungu wenu. Maana yeye ndiye mwenye neema. Maana yeye ndiyo mwenye neema. Amejaa huruma. Amejaa huruma. Si mwepesi wa hasira. Sio mwepesi wa hasira, Bwana wa majeshi. Ni mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema. Naye hughairi mabaya. Naye hufuta mabaya. Pale utapoingia magotini na kulia na kufunga na kuomba na kumwambia Mungu rehema zako. Hebu tazama, unakuta mtu Mungu kamtendea matendo makubwa sana. Nimesema ukirudi nyuma miaka 10, tafakari ulikopo wapi wewe. Miaka 10 rudisha nyuma, ulikuwa nani? Kuna wengine Mungu amewatoa kwenye majalala. Kuna wengine Mungu amewatoa kwenye mashimo. Kuna wengine Mungu amewatoa kwenye magonjwa, kwenye baa, kwenye gesti. Kuna wengine Mungu amewatoa kwenye washerati, kwenye uzinzi. Kuna wengine Mungu amewatoa sehemu mbalimbali za hatari. Wanasahau, wanajiinua. Unajiinua vipi wewe mwanadamu? Unajiinuaje? Rudi kwa rehema. Lia mbele za Mungu, ile rehema imguse Mungu. Lazima tujifunze kuomba kwa kumgusa Mungu kweli kweli. Hataka kutumia nguvu nyingi. Tunataka tukiomba hapa uwepo mkubwa unashuka. Wote kanisa zima watumishi. Lazima kila mtu ajifunze kujisimamia. Msipende tu mikono. Lazima kila mtu ni chombo cha Bwana anachotaka kutengenezwa. Mungu anamtaka kila mmoja hapa. Kama gotini, rehema za Mungu zinatosha. Kama ukimlilia Mungu, ukimwambia Mungu ulisema, Mungu uliniahidi, Mungu ulisema, najua neno lako sio la uongo. Utaendelea kufanya na utatenda. Wengi tunachelewa kufika kwenye baraka, hatutii. Utii ndio nilishafundisha somo. Utii ni mgumu. Mungu aachiliaje utii mrahisi. Utii unakuwaga ni mgumu ili shetani anakuzuia usiweze kuvuka. Haleluya. Walokole wengi kwenye moyo wa msamaha ni migumu. Moyo wa msamaha ni mgumu ndani yako kama jiwe. Sasa wewe unampenda Yesu, unamjua Yesu, unajua kazi zake. Moyo wako ukiwa mgumu na wa dunia, unakuta siku hizi afadhali wa dunia kuliko mlokole. Kwa nini? Tujifunze mioyo ya kutosamehe, mioyo migumu. Damu ya Yesu inasafisha